Lakini niseme pia kwamba chama chenu hakipaswi kuwa chanzo cha migogoro na migawanyiko ndani ya taifa letu. Niungane na mwanasheria mkuu wa serikali aliposema kwamba chama kinapaswa kuendeleza, kulinda na kusimamia misingi ya amani, usalama, umoja na mshikamano wa taifa letu. Wananchi, matarajio ya wananchi ni kuona mnatekeleza majukumu yenu kwa taswira na mwelekeo huo. Hivyo msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu power wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu, tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Nataka nirudie msemo niliwaambia wenzenu, tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Kwingine kote utakako kwenda, hata ukipokewa, we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna, kwa sababu ni mgeni. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu. Na hapa nataka niwaache na zawadi ya Mahatma Gandhi. Alisema, carefully watch your thoughts for they become your words. Kile unachofikiria, na ndivyo ulimwengu ulivyo. Hata mimi inanitokea saa nyingine nafikiria kitu dipu kichwani, najikuta tu nimetamka, na nadhani inatokea kwa wengi kati yetu. Sasa anasema carefully watch your thoughts for they become your words. Lakini pia anasema manage and watch your words for they will become your actions. Kila siku ukisema jambo hilo hilo, ndio inakuwa vitendo vyako. Unachokisema ndicho unachokwenda kukitenda. Anasema pia consider and judge your actions for they have become your habits. Kirudia vitendo hivyo, unasema, unarudia, unafanya, inakuwa tabia yako. Lakini anasema acknowledge and watch your habits for they shall become your values. Hiyo sasa itakuwa ndio thamani yako, sio? Au hadhi yako. Alafu anasema understand and embrace your values for they become your destiny. Kwa hiyo usemi huu nimeusoma mara 3 na mara 4, nikaona niwaachie kama zawadi na nyinyi, ili mnapofanya kazi zenu haya yawe kwenye kichwa chenu.